Habari yako rafiki, message yako nimeiona, najua umenitafuta na umenipata kwa huko WhatsApp kwa sababu unafahamu hii ni namba ya admini ambaye anaunganisha wachumba kama ambavyo hapo inajieleza kwenye profile yangu. Karibu sana, ningependa sasa kukupa utaratibu jinsi gani ambavyo huwa naunganisha wachumba. Kwanza naomba ufahamu kwamba hii huduma hii ni halisi, wala sio utapeli wala uongo. Ni huduma halisi ambayo tunaifanya na kwa kuweza kusaidia watu wapate wenza wao wa maisha. Kwa hiyo hiki ni kitu serious wala sio utapeli. Hilo liweke akilini mwako. Cha pili unatakiwa weke akilini mwako, hii huduma sio ya kuunganisha watu kwa ajili ya kwenda kufanya uzinzi au kwenda kufanya umalaya. Hii ni huduma ya tunayounganisha kwa watu kwa ajili ya kuweza kuoana, kutengeneza familia, mme na mke kwa ndoa au kwa heshima ya wazazi. Kwa hiyo tofautisho, nimekuelekeza haya kusudi uyatambue, kwanza uelewe msingi wa huduma yangu. Kwa hiyo sio huduma ya utapeli, lakini pili sio huduma ya kuunganisha watu wakafanya uzinzi. Tunaunganisha watu kwa ajili ya kuweza kuoana au kutengeneza familia. Ili kusudi uweze kupata huduma hii, kuna vigezo vikuu viwili. Hawataki, cha kwanza hawataki kuwa kwenye ndoa. Cha pili, kuna ada ya kuunganisha unalipia shilingi 10,000 ya kuweza kumwezesha admini. Nikianza kufanua kwenye kuhusu usio kwenye ndoa, hatutaki kwenye ndoa kwa sababu sisi tunakuunganisha na mwenza ambaye yeye anahitaji ndoa. Kwa hakuwezi kuwa na ndoa mbili. Azazi kama ni Muislamu, mtoto wa kiume anataka mke wa pili, sasa anaweza kukusaidia. Lakini kama Mkristo unataka mke wa pili, sitaweza kukusaidia. Kwa hiyo ile kwa upande wa wanaume. Kwa hiyo iko hivyo. Hatuunganishi mume wa mtu hasa kwa Wakristo. Lakini Waislamu kama nataka mke wa pili kwa sababu inaruhusiwa kwenye dini yenu, hamna shida. Kama wewe ni Mkristo, unajifahamu ni Mkristo, unataka mke wa pili, haiwezekani. Kama hiyo ni kwa wanaume. Kwa wanawake nadhani haina shida kwa sababu nyinyi mnaolewa, nadhani nyinyi hamna shida sana kwenye hilo. Isipokuwa tu mwanamke, kama ni mwanamke hawataki kuwa kwenye ndoa. Usiwe kwenye ndoa na mtu yoyote. Ndio unaweza kupata sifa ya kuweza kuunganishwa na mchumba ambaye wewe unamhitaji. Cha pili, kama nilivyosema, kuna ada ya kuunganishwa unalipia shilingi 10,000. Hii ada unailipia kwanza. Tumeweka huu utaratibu kwa sababu wasumbufu ni wengi na mimi nahitaji kusaidia watu ambao wanakuwa kwa serious. Kwa hiyo mtu akishalipia ada yake, kinachofuata ni huduma wewe unaunganishwa na mwenza wako unayemhitaji. Ukishalipia ada yako hii, ndio naweza nikachukua sasa vigezo vyako ambavyo unavihitaji. Usichukue vigezo vya mtu kwa sababu anakuwa hata sio mteja, hajalipia ada, siwezi kuchukua vigezo. Umeona, ukishalipia ada yako na kutumia mwongozo, sasa tunachukua vigezo vyako kwamba wewe bwana unahitaji mtu wa design gani, unataka mpenzi wako au mchumba wako ana sifa zipi, wewe unaitwa nani, uko maeneo gani, uko mkoa gani, kabila gani. Hivyo vigezo unavichukua baada ya wewe kulipia ada yako. Hapa siwezi kuchukua vigezo vyako kwa sababu najua bado huja client wangu au huja mtu ambaye wewe kweli unaonyesha kwamba unahitaji huduma kwangu. Kwa mtu aliyelipia ada yake najua huyu kweli uko serious na anachokihitaji. Kwa hiyo kisha unalipia kwanza. Ukishalipia ada yako, basi kinachofuata ni huduma kuunganishwa na mwenza unayemhitaji. Tutakutumia mwongozo hapo. Ukishalipia ada yako na kutumia mwongozo hapo, unachukua vigezo vyako na vile unavyohitaji mwenza wako awe. Kama ni huyo mwingine ambao labda kuna mtu ambaye umemwona, umempost, umempenda, basi nitakuunganisha na huyo mtu wako ambaye utakuwa umempoint. Na pili, huwa naweka kuna ofa kwa mtu ambaye anakuwa ameshalipia ada yake, na kuwa nimeshampatia na ofa na kupatia na ofa ya wachumba 3 wa nyongeza. Wachumba 3 wa nyongeza naweka kama emergency kwa sababu nafahamu mnapokuwa katika kuyajenga na mwenzi, labda mtu wako kwanza amekupatia ambao umekuwa umempoint wewe, huwa inatokea labda mmepishana sehemu, labda yeye anataka hiki wewe unataka kile, umeona, hayo yanatokea. Kwa hiyo hilo kama adibina alifahamu linaweza likatokea, umeona. Kwa hiyo labda mkaa mjaridhiana, sasa mkashindwa kuendelea na huyo mtu wako ambao ulikuwa umepatiwa mara ya kwanza. Kwa hao 3 tunakuwa tumesimama kama emergency, ambapo sasa ikitokea labda mmeshindana huyo wa kwanza, hamjaridhiana, unaruhusiwa kunirudia admini, bwana ile mtu wako hatujaridhiana, umeona. Kwa hiyo unaruhusiwa kurudi kwa admini, nitaweza kukupatia mtu mwingine ambaye wewe unamhitaji. Mpaka watu 4. Ina maana yani kwa watu wangu 3 wa nyongeza, kwa jumla watu wangapi? 4. Kwa hiyo hawa watu unapewa bure, unakuwa haulipii ada tena, umeona. Kwa hiyo ndio utaratibu kwenye hilo. Kwa hiyo hao 3 wa nyongeza haulipii ada, wanakuwa ni wa bure, wewe unapatiwa bure. Kwa hiyo ndio utaratibu kwenye upande wa wewe ukishalipia ada yako, unapewa hawa wachumba wa bure 3 wa nyongeza.
Kwa hiyo ndio utaratibu. Kwa hiyo kama umelizika na haya maelezo na uko tayari, hamna shida, naweza kukuhudumia rafiki yangu, wala sina neno. Na huduma hii kama nilivyokuambia ni serious na sio utapeli, na hatufanyi utapeli. Tunatoa huduma yetu kwa misingi ya imani, maana mimi ni Msabato. Kwa hiyo kanisa letu halifundisha kuhusu utapeli watu. Tunahudumia watu vizuri, japo hatufahamiani, lakini tunahudumia watu vizuri na sije kutapeli hela ya mtu. Wanafanya kazi yao kwa uaminifu mkubwa. Kwa hiyo najua nimekufanulia utaratibu. Kwa hiyo wewe sasa, kama uko tayari na uko tayari kulipia ada yako, basi utaandika message hapo chini. Utaandika message ya maandishi. Usiandike message ya voice, usitume voice kwa sababu ninakuwa na watu wengi. Mimi nituma voice kwa sababu na watu wengi nashindwa kuandika. Kwa hiyo wewe kama utakuwa umeridhia, utanijibu kwa kutumia message ya kawaida. Yaani ya message ya kawaida kwa WhatsApp. Bwana niko tayari. Utaandika message niko tayari, usitume voice. Andika tu message kwamba niko tayari admin. Nitajua yuko tayari, nitakutumia namba ya malipo, kisha lipia. Nitakutumia mwongozo unaochukua CV zako, unaochukua CV yako ya kufahamu wewe ni nani, uko mkoa gani, una miaka mingapi, umeona. Kwa hiyo huo mwongozo nitauchukua baada wewe kuwa umelipia ada yako. Basi huo ndio taratibu. Kama uko tayari, utaniandikia message hapo chini, bwana admin niko tayari, basi nakutumia namba ya malipo, nalipia, halafu tunafanya muunganisho wako. Barikiwe sana.